nitoe nasaha zangu kwa wanawake wa Kiislamu. Wanawake wa Kiislamu ni watu ambao wanakaa majumbani kwa muda mrefu, basi wasihuzunike, wao pia wana fursa. Maana mafundisho haya yahusu an-nisaa war-rijal kama yahusu ar-rijala wan-nisaa. Mafundisho haya yanawahusu wanawake na wanaume kama yanavyohusu wanaume na wanawake. Kwa hivyo fursa hii waliopewa Waislamu wanaume, wanayo fursa hii kamili vile vile Waislamu wanawake, na wanawake wana faragha kubwa ya kukaa majumbani. Tumia fursa yako mwanamke wa Kiislamu fi ayami al-ashr, katika haya masiku 10 ya Dhulhijja kufanya amali. Usiishie shughuli za nyumbani tu. Naam, tunahitaji mpike, muoshe vyombo, mtandike vitanda, msafishe nyumba, mwatunze watoto. Haya ni mambo ya wajibu juu yenu, kama walivyokuwa wanaume wanatoka asubuhi kutafuta riziki. Huo ni wajibu wao. Majukumu yenu ya wajibu hayateremshi majukumu yenu au na wajibu wenu kwa ibada. Sasa fanya majukumu yako mwanamke wa Kiislamu huko nyumbani, lakini usisahau ibada zako. Tenga muda wako maalum kwa ajili ya kusoma Qur'an. Tenga muda wako mwanamke wa Kiislamu kwa ajili ya uradi. Lete adhkari za asubuhi na jioni. Tenga muda wako kwa ajili ya dua. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya wema kwa watu wako, fanya wema kwa mumeo na wengine, wazazi wako, watoto wako. Wanawake wa Kiislamu ni watu wanaokaa sana majumbani. Waitumie fursa hii. Wanayo fursa ambayo wameikosa muda wa kuwa wajaenda haji. Allah amewaletea mbadali. Bali wanawake tunawahurumia zaidi, kwa sababu wanawake vigezo vya kwenda haji ni vigumu zaidi kuliko wanaume. Mwanamke inawezekana anao uwezo wa kwenda haji yeye mwenyewe, tiketi ya ndege anaweza kakata, gharama za visa anazo, masurufu yake ya chakula anayo, fedha za hoteli anazo. Lakini kwa kuwa ni mwanamke, anawajibika awe na mahram. Lazima awe na mtu wa kwenda naye katika watu wasioweza kumuoa, ima mume wake au aende na baba yake au na kaka yake au na mjomba wake au na ammi yake, baba mkubwa au baba mdogo, watu kama hawa, au mtoto wake mkubwa aliyebaligh. Lazima awe na mtu mwingine. Mwanamke akitaka kwenda haji kuna gharama mara mbili, gharama yake yeye na gharama ya mtu anayempeleka. Na ndio maana wanawake wengi wana uwezo wa kwenda haji, lakini yeye peke yake hana uwezo wa kumlipia yule anayempeleka, ila wachache. Wa hadha, na hili limetokea kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala anayejua. Kwa hivyo utaona wanawake wana haja sana ya haji, kwa sababu masharti yao yameongezeka. Jambo lao ni kubwa zaidi kuliko pengine jambo la wanaume. Lakini wanawake wengi ni watu wa kuhudumiwa ghaliban, mara nyingi ni hivyo, ni mpaka apelekwe. Sasa kuna baadhi ya familia watu wamekwenda hija mara 2 mara 3, lakini wake zao hawajaenda. Amekwenda umra mara 5, lakini kila mwaka anakwenda yeye, lakini mke wake hajaenda. Anasubiri maskini hiyo fursa, hakumbukwi. Wanawake tumewasahau kwa kiasi kikubwa sana, illa man rahimahumullah, ila wanaume ambao Allah amewarehemu, wanajua hii ni nafsi, huyu ninaishi naye hapa ni nafsi kama ya kwangu, wa hiya mas'ula inda Allah, kama vile mimi, akamsaidia katika khairi, katika mambo ya taa. Sasa wanawake, mtumie fursa hii, mnayo kama walivyokuwa nayo wanaume.